Ni kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amekashifu serikali ya Rais Ruto na idara ya polisi chini ya waziri Kipchumba Murkomen na inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja kwa kufanikisha wahuni kuvuruga amani Olkalau na kuwaua watu wawili. Gachagua na wandani wake wakisema kuwa waliofanya maovu hayo wapo huru, huku serikali ikionekana kulenga jamii ya Mlima Kenya mara kwa mara. Amebaini ingawa hawana uwezo kwa sasa kuchukua hatua zozote, mwaka 2027 wakichukua serikali watawakabili wahusika wote na kuwachukulia hatua za kisheria, jambo ambalo serikali iliyopo imeshindwa kufanya. Kidonda cha uhuni uliokithiri nchini kikiendelea kuumiza wengi na hata kuzidi kuwa donda sugu na chungu zaidi. Hisia mseto zilitawala katika mazishi ya watu wawili waliouawa na wahuni wakati wa uchaguzi mdogo eneo bunge la Olkalau, kaunti ya Nyandarua. Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua akisema kuwa serikali iliwezesha polisi na wahuni kuendeleza maovu hayo. Sisi tulikuwa na uchaguzi wa amani na watu ya Nyandarua, watu ya Olkalau walikuwa na amani. Walichafua amani ni polisi ambaye walitumwa kikosi maalum na William Ruto na Murkomen ikisimamiwa na wabunge wetu. Wakaangaisha kila mtu na wakaua hawa wawili, wakajeruhi watu zaidi ya 20, wakanajisi akina mama na wakatuacha na uchungu mwingi sana kama watu ya hapa. Mimi nataka niseme ni sawa. It's okay. Gachagua akimsuta rais na waziri Murkomen kwa kuhangaisha jamii ya Mlima Kenya, akisema sasa hivi inaonekana wazi kutengwa na kupigwa vita matamshi yaliungwa mkono na viongozi wa DCP. The shedding of blood in Olkalau and elsewhere has completed the radicalization of the Kikuyu nation. You have now a radicalized community. Nimeona ukisema ati utapigana na goons. How? They are no goons. These are rogue police officers who are being called goons. Nimeona huyu kijana yako anajiita waziri hapo akipongeza ati IG, I have confidence in you. Yes, you have confidence in IG kukubalia wewe kuhangaisha hii jamii. Because you IG amekukubalia kuhangaisha watu ya jamii hii. And Mr. Kipchumba Murkomen and Mr. William Ruto, I want to tell you as the Senator of Nyandarua, the Secretary General of the party, we are ready. Oh, we are ready. We are ready. And we shall take you head on. Upende, usipende. It does not matter how many you kill, we shall take you head on. Aidha, ameahidi ikiwa watachukua usukani mwaka wa 2027, serikali yao itawachukulia hatua za kisheria maafisa wa polisi na wote waliohusika na mauaji hayo, kwani sasa hivi wapo huru na damu mikononi. No time limit in criminal acts. Next year, mwezi ya 10, hao askari waliua hawa tutawakamata na wataenda kotini, watashtakiwa. Wale maofisa walivamia kanisa ya Mwiki, next year watakamatwa, wataenda kotini. Wale machifu ambayo wamehangaisha watu hapa, next year tutawafuta kazi, tuandike machifu wengine wapya. Na mimi nataka niambie police officers, 95% of you are very professional. Wale 5% mnatumika vibaya. We are documenting your acts of commission and omission. Fredrick Wambua, Undugu TV.